الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فإن الله بحكمته ورحمته أنزل الكتاب. Hakika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa hikma yake na kwa rehma zake amekiteremsha kitabu cha Qur'an. Na kitabu hiki cha Qur'ani fihi tibyanun likulli shay, ndani yake pana ubainifu na uwazi wa kila jambo. Waja'alahu hudan wa burhanan lihadhihi al-umma, Mwenyezi Mungu akakifanya hichi kitabu ni uongofu na ni hoja kwa umma huu, yani kwa ummata Muhammad. Wayassarahu lidhikri wa tilawa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaisahilisha hii Qur'ani lidhikri, kwa lengo la mtu kujikumbusha pamoja na kusoma. Anzalahu bilisanin arabiyyin mubin, Mwenyezi Mungu kaiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Watakaffala bihifdhihi, kisha Mwenyezi Mungu akadhamini kukihifadhi kitabu chake, yani akadhamini kuihifadhi Qur'ani kwenye aya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika tumeteremsha Qur'ani kwa sababu Qur'ani kwa jina lingine ni adh-dhikr. Kisha Mungu asema na sisi tutaihifadhi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amedhamini kuihifadhi Qur'ani. Wa qayyadha lahu min al-ulama'i man yufassirunahu, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaipelekea Qur'ani hii wanavyoni wenye kuitafsiri, yani hii Qur'ani yatafsiriwa na wanavyoni. Wayuballighunahu linnasi alfadhahu wa maanihi, kisha wanafikisha kwa watu matemko yake pamoja na maana yake, yani matemko ya Qur'ani na maana yake wanavioni wanayafikisha hayo kwa watu. Litatimma bihi alhujja, ili hujja ipate kutimia, na hujja kweli ishatimia kwa sababu ujumbe wa Qur'ani ulifika kila pahala na watu wamefikiwa na ujumbe wa Qur'ani. Sasa kwenye kuandama na kutoandama. Wakad akthara alulama, wanavyoni wasema wamekithirisha wanavyoni min at-ta'lifi, katika utungaji fi tafsiri al-Qur'ani al-azim, katika kutafsiri Qur'ani tukufu, yani vitabu vya tafsiri vingi kweli kweli, wamefanya vingi kabisa, wamekithirisha wanavyoni utungaji wa tafsiri ya Qur'ani tukufu. Kullama utiya min ilmin, kila mwanachuoni kiasi alichopewa katika ujuzi. Faminhum man yufassiru al-Qur'ana bil-Qur'an, katika wanavyoni kuna walioitafsiri Qur'ani kwa Qur'ani, yani aya kwa aya. Aya hii ikawa hutafsiriwa na aya nyingine, aya nyingine hutafsiriwa na aya nyingine. Kana kile kitabu Adwaul Bayani fi idahi al-Qur'ani bil-Qur'an ya Ash-Shinqiti, tafsiri hii ina tafsiri aya kwa aya, Qur'ani kwa Qur'ani. Aya ukiisoma tafsiri yake, aya nyingine ina tafsiri hii aya. Zote ni jitihadi hizi zimefanywa na wanavyoni. Wa minhum man yufassiru bil akhbari wal athar, una ambao wameitafsiri Qur'ani kwa akhbar na athar. Kama ukifungua tafsiri ya Ibn Kathir utakuta tafsiri yake mara nyingi ametafsiri Qur'ani bil athar wal akhbar.
Wa minhum man yufassiruhu min haythu al-lughati al-arabiyya, kuna walioitafsiri Qur'ani wakazama sana katika lugha ya Kiarabu. Kana ukifungua Fathul Qadir ya Shaukani ama ile tafsiri ya Al-Alusi inayoitwa Ruhul Maani ya Alusi, pia hii imezamia sana katika lugha ya Kiarabu, pamoja na Fathul Qadir ni Shaukani, tena kwa sampuli zake zote. Wa minhum man ya'tani bi ayati al-ahkam, katika wanavyoni kuna walokuwa na umuhimu kulenga zile aya ambazo za ahkami peke yake, yani zile aya ambazo ziko katika Qur'ani zinazungumza kuhusu ahkami tu, ahkamu nikah, ahkamu talaq, ahkamu ridha, katika jinayati zile, masala ya wazinifu, masala waizi, masala ya kutuhumu. Yani pana wanavyoni ambao tafsiri zao zimelenga ahkam peke yake, na hapa tunaipata ya kwanza tafsiri ya Muhammad as-Saisi ambayo inaitwa tafsiru ayati al-ahkam li Muhammad as-Saisi. Kisha kuna Narawai'ul Bayan fi tafsiri ay min al-Quran, hii ni ya nani? Muhammad Ali Sabuni. Hizi ni tafsiri ambazo zimelenga ahkami peke yake. Tayeb, ila ghairi dhalika, na kwa yasiyokuwa hayo, kutokamana na vitabu vingi vya tafsiri ambavyo kila mwanachuoni amefanya inaya yake kwenye fani yake, ili hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu kibaki vile vile hakina shaka na kiwe kimepata watu wa kuweza kuvitafsiri. Kwenye mukaddima kama huu wa sisi Waislamu ni wa kutoa shaka ya kuwa hii Qur'ani haiwezi kutiwa doa lolote na yoyote wa kuifanya ni hodari ati wa kuielewa hii Qur'ani zaidi kuliko wanavyoni walozamia kwenye Uarabu wa kuweza kukifahamu kitabu. Kwa hivyo sasa vile wanavyofanya mathalan Wakristo eti wataka kuzitoa aya za Qur'ani kuwarudi Waislamu kupitia kwa kitabu chao, ni kujisumbua kabisa, kwa sababu hiki kitabu shekhe kimetafsiriwa kwa kila namna. Pana vitabu vya tafsiri, hii Qur'ani tafsiri watu wamezama kwenye lugha ya Kiarabu tu. Mkristo gani ambaye amekwenda kuzama kwa Kiarabu mpaka hao ataweza kutoa nusus ati za kufanya radi kuwarudi Waislamu kupitia ati kwa Qur'ani yao? Ni kujidanganya. Sasa kwenye hizi tafsiru ayati al-ahkam ndizo hizi ambazo tumezitafsiri kwenye baadhi ya ahkam zinazofungamana na masala ya talaka, ambapo yote yalikuwa yamekusanywa kwenye suratu Talaki kwa vifungu vinavyofuata. Hii sura kwanza ilishuka Madina. Katika talkhis ya tuliyoyataja, kisha kuzimalizia aya za leo, kuanzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaonya baadhi ya watu wa vijiji kadha wa kadha vilivyokeuka mpaka wa Mwenyezi Mungu katika ahkamu, vilivyokeuka mpaka wa Mwenyezi Mungu katika sharia yake. Hii sura ilishuka Madina, suratu Talaq, na sura hii imekusanya baadhi ya mambo ya sharia, si kwa kuwa ni yote yale tuliyozungumza, ni baadhi ya mambo ya sharia. Tena sisi tulishika janibu mbili, janibu talaq wa janibu idda, upande wa talaka na upande wa idda. Hii ni baadhi katika sharia. Sasa hii sura imezungumza baadhi ya hukumu za kisheria zinazofungamana na hali ya mke na mume. Tukasema ndipo penye matatizo na ndipo penye matata sana, ikawa hakuna budi kufafanua yaliyoko kwenye baadhi ya yaliyotajwa katika hii sura, kama mfano kubainisha ile talaka ambayo inaitwa at-talaqu sunni wa kaifiyatihi, talaka ya kisuna na kaifia yake. Bila shaka ushapata ufafanuzi wake. Talaka ya kisuna ni kumwacha mwanamke kwenye tahara ambayo hukumuingilia. Wama yatarattabu ala talaqi min al-idda, pia hii sura
ikazungumza yanaopangika juu ya talaka kutokamana na eda. Eda litakaliwa kisampuli gani baada ya talaka ya kutengana mume na mke, ama mume kufa kumwacha mke. Wanafaka, vile vile yanaohusiana na nafaka, mume kumlisha mke. Wasukna, na makao. Wa ajri almurdhi, malipo ya mwenye kunyonyesha. Ila ghairi ma hunalika min ahkam, na mengineyo katika ahkam. Kwa hivyo ni baadhi tu zilizotajwa katika suratul Talaq. Pia hii sura ilikusanya kwa kuingilia uanzilishi wa hukumu za talaka, kama hiyo at-talaqu sunni wa talaqul bid'i. Ikawaamrisha waumini hii sura washike barabara ambayo ni bora zaidi, wakati ukipatikana udhuru wa maisha ya ndoa kuendelea, na njia iliyo bora zaidi kupatikanapo ugumu wa maisha ya ndoa kuendelea, la ubora sharia ikapinduka kwenye talaka, ikiwa hapo pa talaka kutapatikana maslaha. Sura pia ikaita kwenye kuachwa ule mwanamke, ikiwa limeonekana la maslahi ni kuachwa, aachwe kwenye wakati unaonasibu na kwa njia iliyowekewa sharia. Wakati unaonasibu na kwa njia iliyowekewa sharia. Wakati unaonasibu ni mwanamke uko katika tahara, tena na sharia uliopangiwa ni tahara ambayo wewe hukumuingilia. Kwa hivyo amtwaliki kwenye tahara bila ya kumgusa, bila ya kumuingilia, kisha amwache akidhi ida yake yanaotokea mbele ya safari kwa dira ya kutekelezwa sharia hizi. Na katika mwelekeo huu, maelekezo haya ya Allah tabaraka wa taala ni ulinganizi ama ni mwito kwa wanaume an yatamahalu, yani ni mwito kwa waume kidogo wasifanye haraka, wataritibike. Wala yasra'u fi fasli ura zawjia, wasifanye haraka katika kukacha kamba hii ya maisha ya ndoa, ni kwa kuwa wataratibike. Fa inna talaqa abghadhu alhalali ila Allah, kwani talaka ni halali inaochukiza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jal. Wanasema laula dharurat alqasriya, lau si dharura zile zisizoepukika, lama ubiha talaq, isingeruhusiwa hili la talaka. Liannahu hadmun lilusra, kwa sababu talaka ni uvunjaji wa familia. Familia huvundika kwa sababu ya talaka, na watoto hutayarika kwa sababu ya talaka, na watoto huja wakateseka bure maskini bila hatia. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya talaka. Ndipo ukaona talaka ni dharura ya mwisho. Lau si dharura hii isiyoepukika, isingejuzishwa kabisa hili la talaka, kwa sababu ya madhara yanayopatikana. Watoto wako daima watawekwa katika uhuru kamili, wako kwa mama yao na kwa baba yao. Baba ukipotea mahisabu kwa kukosa vipimo, ukiacha tayari ushawatia watoto wako kwenye jangwa la mateso maskini. Mateso kwa sababu mama aweza kufanya ukaregezi ya kusema maadamu umeniacha na takataka zako, tena atakuitia takataka, japokuwa yeye katika maingi. Lakini sasa pale ni masala ghera na kushindana, kaambia tukua uyusi wako kikwecho. Haya tukua, na mume akwambia nitawachukua watoto wangu. Ukisha kuwatukua haya, utakwenda kuwa mwingine. Ukimuoa mwingine sasa ni askari wa kuwatesa hawa. Usiniambie ni 10 kwa 1 alopata nusra watoto wake kulewa na mwanamke mwingine, basi akawa anawapa huruma kama mama kama watoto wao. Nadra wa nadiru kal ma'dum, tuambia nene ukweli. Kwa hivyo tusicheseni watoto wetu wasokuwa na hatia kwa talaka ovyo ovyo. Wewe enda zako kazini, ukirudi ni usiku, kuanzia usubuhi mpaka kurudi kwako macheso tu. Hawana uhuru watoto,
wa kujisheua kwa mama yao, hawawezi kuomba chochote, hawawezi kufanya lolote, ni kukanyagwa tu na pengine kisha waonywa. Na baba yenu akija, ukisema ujue kwamba kwa kesho pia atatoka, ndio nitawakanyaga zaidi. Tayari uloalagalisha watoto ni wewe, baba usiokuwa na mpango, baba usiokuwa na mahesabu, baba usiokuwa na vipimo ulopewa na sharia ya Mungu wako. Kwa hivyo masala ya talaka huleta maafa mengi, basi tu jambo halina budi. Tayib. Kwa hivyo hii sura ikakusanya hayo, kisha sura ikaita watu kudhabiti eda kwa kudhabiti mwisho wake. Mtu ajue ya kwamba hususan kwa upande wa mwanamke adhabiti hisabu ya eda, wa ahsul idda, mudhabiti hisabu ya eda, ili sharia nyingine ipate kupitika kwa kujulikana kwamba kwa umemaliza eda. Na la ndoa ni ukanda mwingine, sisi hatujazungumza, pia ipate kusimama ikijulikana kwamba kwa mwanamke uko safi na mwanamke ameachwa na eda lake ashamaliza na kizazi chake kisha takasika kwa kujulikana kwamba hakukuota chochote kwa zile hisabu ya kukaa kwake eda, ili ipatikane sharia nyingine ya ndoa lao itasimama ikiwa riziki kwake. Mambo yote yamepangwa kwa mpango wa hali ya juu. Kwa nini sura ikalingania kudhabiti eda? Ili ajue kikomo chake, lialla takhtalita al-ansab, ili nasaba zisitangamane. Usije ukachefua nasaba wewe. Kuchefua nasaba ni kwa kuwa kiumbe kiwe kimeota na wewe hujui na istibrai haikupatikana, mara isimamishwe ndoa ya mtu mwingine anosemea ulomezwa na mwingine ulikokatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusema mti mmoja haumiminiwi maji na watu wangapi? Watu wawili. Angalia hikma za hali ya juu za kuwekwa sharia kama hizi, ambazo sisi ambao tumepangiwa sharia kama hizi twazipuza kwa kiasi cha juu kabisa. Zisitangamane na saba, zisitangamane na saba, na saba iwe na saba safi. We angalia, pana onyo zilizotolewa na waidun shadidun kwa mwanamke aloingiza familia isiyokuwa yake. Mwanamke huu kuharamishwa harufu ya pepo, kwamba haramu kwake kusikia harufu, licha ya kuingia harufu ya pepo haipati. Alifanya vipi? Ni yeye uko katika ndoa, baada dhalika akakiingiza kizazi chengine kisichokuwa kizazi chake, akaja akatangamanisha kizazi kwa kumtia mwana mwingine wa nje ndani ya ndoa ya mwingine, ikiwa hiko kizazi ambacho ni kizazi tahara. Aambiwa mwanamke huu amefanya kosa ambalo atakafanye toba za hali ya juu sana, wallahu tawwabur rahim, lakini takuwa amefika mbali sana. Lakini akaambiwa kwamba kwa haonji harufu ya pepo kwa kukiingiza kizazi tu. Ndipo kukapangwa sharia kama hii ya masala ya kukaa kaeda, ili mtu akiingia anaingia mwenyewe yeye, hakuingia pana shaka, ama hakuingia pana ushirikiano, ama hakuingia pana kumiminwa kwenye kizazi kimoja na watu wawili ama zaidi ya hapo. Ndipo ikawekwa namna ya ihsaul idda, kudhabiti hisabu ya idda. Wali alla yatula al-amadu ala al-mutallaqa fayalhaquha ad-darar. Umeona hikma ya sharia? Na ili muda usirefike kwa mwanamke aloachwa akaja akapambana na madhara. Ni kweli muda ukiwa mrefu umendhuru mwanamke wa watu. Angalia jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyochunga maslahi ya waja wake, na hapa amemchungia maslahi mwanamke kwa udhaifu wake. Mwanamke ni dhaifu na ameumbwa kwa udhaifu kabisa, na huo ubavu ambao umetumiwa kuumbiwa mwanamke umesifiwa ni ubavu wa kupochoka pochoka. Ukijitahidi kutaka kuunyosha ubavu huo, ndio wauvunja. Kwa hivyo ni dhaifu kabisa. Sasa kwa dhaifu yake
akapangiwa mikakati asicheswe mwanamke, wala watu wasikubali mateso ya mwanamke. Mwanamke hafai kucheswa shekhi, na katika ndoa mwanamke usimchese kabisa kabisa kabisa, wallahi alazim. Aqul, huja tukapambana na baadhi ya mashakil katika hayatu zawjia mpaka hivi vichwa vikawa hutuuma. Aksim lakum billah, ukamuona mwanamume ameamua kumchesa mwanamke wa watu, ni haki gani? Ni kwa kuwa mwanamke hakuchunga sheria, hakuchunga sheria, hakuchunga vipimo kabisa. Na kipimo kikikosekana, la Mungu halianguki. Kikikosekana kipimo, uadilifu utapotea. Uadilifu ukipotea, hakuna kitu kinatoitwa tumanina, utulivu katika maisha ya ndoa. Hapo ni lazima tuchungeni sana. Na mwanamke aweza kupotezwa mahisabu na mumewe. Wewe unavyoona kwamba kwa huyu mwanamke hapa upotezwa mahisabu, ni wa kumuinua na kwa kumsimamia ili haki zake kamili azipate. Wallahi alazim, hizi aya hutuhusu sisi, na pengine hatuwezi kutoka katika madhambi kwa sababu mateso ya kuteswa wanawake wa watu yamezidi. Chukua uamuzi mmoja, haki ya Mungu. Na hata aqul, sisemi kwamba kuwa nalipigania kwamba kuwa lao ningekuwa ni kadhi, sina haja kutaka ukubwa wote huo, lakini mambo yangekuwa ni mawili. Lawezekana wewe kukaa na huu mwanamke wa watu, umekuja kuhukumiwa na mimi, kaa na yeye kama sheria itakiwa. Haiwezekani muache ende kwa jamaa zake na kwa watu wake, Allahumma watu wake na wao wawe la lahum wala alaihim, wawe hamutampokea, mutankimbiza, mutantoa, hao tena masala mengine. Lakini eti masala hapa maslahi kwa mwanamke ni umwache, mimi ni kukwambia hapana, katu umesababisha dhara, na billahi wewe ni mas'ulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na mwanamke kwa udhaifu huweza kuchukua hukumu yoyote. Billahi, kuna kadhia moja ambayo haijatatuka mpaka sasa, naoijua dakika za mwisho. Kauli tulonao sisi ni mwanamke kusema, wallahi sioni mimi kuwa nina raha ya kukaa na huo mume, sioni raha. Naona hivi sasa ni wafadhali kwangu niondoke hata katika dunia kuliko kukaa na mume. Mwanamke akisema hivyo, huwa wewe tena wangojea nini? Wangojea nini wewe kama baba? Wangojea nini wewe kama brother? Wangojea nini wewe kama yoyote katika munahusia? Wallahi billahi, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naona kwamba kwa afadhali nsiishi, afadhali usiishi. Shika huyu mume, muache, ni abghadhul halal. Lakini sasa dhurufu zimefikia, usalama wa mwanamke na maslahi kwake ni kuachwa. Na kuna kitu kinaitwa khafu dhararain. Billahi, mukimakinika nyinyi katika usikilizaji wa kutaka kuielewa sharia ya kitabu chenu, mambo yatamakinika sana. Kuna kitu kinaitwa akhafu dhararain. Akhafu dhararain ni mawili yaliyojitokeza na yote ni ya madhara. Mawili yaliyojitokeza na yote ni ya madhara. Wewe sasa kama mkubwa wa familia utafanya nini? Ni lazima ushauri wanavyuoni, na kwa hao hatutaki sisi kuelekea, kwa sababu kila mtu mwanachuoni. Ndipo pale watu wapotea hapo mahesabu. Sasa kumetokea mawili yote madhara, ufanyeje? Sheria kazungumza, idha ta'aradha mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan biirtikabi akhaffihima. Hadhihi qa'ida muqarrara fi ilmi al-usul. Yanapojitokeza ya madhara mawili, huchungwa ambalo dhara ambalo ni dogo kwa kuondoshia dhara ambalo ni kubwa. Dhara la mume kufika kikomo cha mwisho katika kumchesa mwanamke, na la wewe kugandamiza baki na kubaki haki hazipati. La talaka kujiepusha, na la kubaki jambo ambalo hali jambo la usahali ni lipi?
Ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe asema in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, ikiwa mume na mke lengo lao wanataka kufanya maslahi, basi Mungu atatia taufiki ikiwa nia maslahi. Lakini waume wakati mwingine wana vilio vya mamba. Mume aweza akawahulia na akawa ni ashaddul khisam, mchesi wa mwisho, muovu wa mwisho, mchafu wa mwisho, lakini akaonyesha kilio na matozi ili kukugandama wewe, ukaona kwamba kwa huu ndio mwenye haki. Sasa ikiwa umefikia nchi nzima akilia, pia utansikitikia? Utasema kwamba kwa hakulia isipokuwa kwa haki, kumbe nkilio cha kugandamiza na haki hazipatikani vile vile. Haya ni mambo hatuambiani sisi Sheikh, lakini yataka kuambiwanwe wazi wazi ili suala la kutesa liondoke. Ukitaka oa kama Mungu anavyotaka, usipotaka keti hivyo hivyo kama nyati pweke. Si lazima iwe kuoa kwako nkuoa kwa sababu ya kutesa. Wanawake hawaolewi kwa sababu ya kuteswa, wanawake huolewa kwa sababu wewe ubembelezeke na yeye akupe utulivu na yeye apate utulivu. Kwa nini sisi tunafanya unyama? Kwa sababu kipimo kimekosekana na hizi sharia hazichungi. Akhafu dhararaini ni haya, la madhara makubwa huondoshwa kwa dhara dogo. Nafikiri hapa niliwahi kupiga mifano miwili. Mfano wa kwanza ni wanajisi ya mbedui ndani ya msikiti. Mtume kamruhusu akojoe hapo hapo ili najisi ibaki pale pale, iwe usahali wa kuitwahirisha ile najisi, kuliko kufukuzwa mbedui na huku kojoa azunguke msikiti mzima kwenda kutwahirisha najisi, iwe kupigwa deki msikiti mzima. Sasa wewe mwenye jaza la najisi kubaki pale pale, kwa Mtume alikuwa na hikma za hali ya juu. Hapo hapo mimina ndoo ya maji, mambo yamekisha, sababu yajulikana najisi kwa hapo. Na mbedui ni mbedui, ni mtu wa kukaa mashamba, mambo yake ni ya kishamba shamba tu. Angeingia msikitini kujua, kwani msikitini ukojolewa, lakini ni ule ushamba. Na kama wale maswahaba walivyosimama kwa kasi kutaka kumpiga Mtume, hakuingilia kati kusema la tazramuhu la taqta'u baulahu, maswahaba angelimchangamkia. Na kwenye kunchangamkia mawili angepatikana, angesabibu ugonjwa wa daima kwa kukata mikojo, ama kukimbia kichapo akaupaka marashi msikiti mzima. Sasa ikawa itakuwa ni kusuguliwa msikiti nzima, na Mtume asema kama mungelimuacha tungeliosha hapo hapo, lakini likawa lile. Huu ni mlango unaitwa daf'ul mafsadatain, taarudhul mafsadatain, kujitokeza ya mawili ambao yote ni ya ufisadi. Uondoshe la ufisadi kubwa kwa kutumia la ufisadi ambalo ni dogo. Nafikiri mmefahamu hapo jambo. Mfano mwingine, sijui kama sheria kwa traffic, niliwaambia pia, ni kama gari ulopakia abiria 40 ama 30 ama 12, aruke kiumbe mmoja tu. Sasa angalia madhara makubwa na madhara madogo mawili. Funga breki za ghafla, pindua gari, alaikum salam, pindua gari, uwa watu wote. Ama toa kafara mtu mmoja uokoe watu 40. Tufanyeje jamani? Tuwe umma, tuwe basi zima? Kwa hivyo nkufanya nini? Ni kupita na ule mmoja, ndivyo sivyo? Na ukipita na ule mmoja huambii kwamba kwa umekufuru. Hakuna namna, ni mambo ya kuondosha adhara kubwa kupitia kwa dhara dogo. Kwa hivyo ni mmoja, lakini madereva wetu wa Kiafrika huweza kuua umma 200 kwa kupiga breki kumwokoa kuku nani? Upige miji breki yani ulipige la kwanza pa likinyuka, uliangusha hapo. Watu wengine hawana menyo, wengine hawana dhita, wengine midomo imekwenda kusi, wengine midomo kaskazi. Wewe dereva itoi moja liko Ulaya, lingine liko salala, waambiwa unani mabreki yote hayo ilikuwa nkuku upite. Ambao umeambiwa kuku mbora kuliko mwanadamu, lakini huyo mwanadamu mmoja ndhara dogo, picha naye uokoe umma.
Sasa haya ni mambo ambao tukipeleleza hii mifano tunaweza kuleta utulivu na amani katika maisha yetu ya ndoa. Sasa mwanamke akizidiwa, ujue amezidiwa, kwa sababu yeye ndiye anayekaa na yule mume na yeye ndiye anayejua. Tena ndugu zangu, ni tuambiane ni kweli, wewe mpaka ulipoamua kwenda kuoa, lengo lako hasa ilikuwa nini ndugu zangu? Si lengo lako kujihifadhi, au sivyo? Na lengo lako si kummakinisha ule mwanamke kwamba kuwa umenstiri. Kunsitiri mwanamke, Mungu takusitiri, kwa sababu Mtume asema mwenye kumstiri mwenzake Muislamu na Mungu humstiri siku ya Kiyama. Umekwenda kumstiri wewe, umepata sitara kwa kuwa hutamanga nje, na mwanamke amepata stara kuketi nyumbani kwake. Kisha wewe mume hutuli hakale balani hizo, wewe hutuli wahalali nyumbani wa vitotoroni wengi. Sasa iwe mwanamke uko, wajua maneno mwanadamu hata unatafsiri ni sharia yetu, lakini wasema kwa uchungu kweli kweli. We mwanamke wako wa halali nyumbani ya kuheshimu, mwanamke wa dini, maskini ya Mungu, ulitakalo wewe uko nje tu kuponda wainde tu, ponda wainde kuponda wa nje tu. Ukija nyumbani wa halali, haki zake amezikosa, kwa sababu huna kiungo mtwana, huna kiungo. Nguvu zako zote umezimaliza wapi? Tena kwa haramu. Sasa ukija hapa mwanamke awe amekufungia yasmini kazi bure, hazipande hata ile harufu isikiwe. Ushakwenda kusikia harufu nyingine huko za miujiza zikitangamana na harufu zako za mdomo wa gati. Ukienda ukamalizana na wanawake wa nje, mwanamke wa halali ndani ya nyumba hana haki. Akutaka wewe kwa tendo halipati. Wewe niambie, ni haki gani wewe umuoe mwanamke uketi miezi 10, miezi 8, miezi 20, mwanamke hakupati tu? Kila namna anavyokubembeleza hubembelezeki, hushtuki, huchemki, hatujui ni injini lililoundwa wapi. Wala si kwamba kuwa ni injini limefanya kuto, ni injini hutumiwa sehemu nyingine, likachoka huko, likija huku likawa halifanyi kazi. Huwa ni kupoteza haki ya Mungu. Waume kama hao wataka wafungiliwe mbali, wafungwe, baada ya kumaliza kufungwa wakitoka waachishwe hawa wanawake kwa nguvu. Lakini usichangie katika uovu. Akula, usichangie katika uovu. Usione dhuluma hupitika ukazinyamazia, kwa sababu adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama. Tumeelewana mpaka hapo? Lakini zote hizi hukeukwa mpaka, kwa sababu hivi vifungu havichungwi. Kama mume huchunga hizi vifungu kwa upande wake na mke akachunga upande wake, nani atapata doa kumtia mwenzake? Kila mmoja angekuwa una hamu wa kuchunga haki yake. Na billahi alaikum, tusiwatiftieni wanawake wa watu ukimwi. Si haki si haki. Na ishakuwa dharura sasa jamani, ishakuwa dharura, hata kama hamuoni katika vitabu, lakini kimifano huweza kuzuka jambo ambalo maslahi kwa umma. Ishakuwa dharura sasa, wawili watakao kuoana kwanza wende wakachekiwe ukimwi, kwa sababu kuna wanaume wengine makatili qatalahumullah, aweza akajijua kwamba kuwa ana umeme, baada dhalika akawa ndio kufa kupona. Sasa yeye siku zote kuoa wanamwali, ikawa huzitilifu roho za Mungu zisizokuwa na hatia. Wallahi ni mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe wajijua kwamba kwa mimi si nzima, baada dhalika uende ukaposewe pahala, na maskini mwanamke hajui, familia haijui. Ukishtuka sasa umeleta jangwa kwa siku 7 tu, ambazo hizo siku 7 ndizo siku umeambiwa mume huwafai hata kutoka nyumbani. Siku ya 7 za mwanzo, ndani kwa ndani tu, supu ndani, kula ndani. Sampuli hiyo imepengwa sharia, lakini 7 ya kwanza ukawa umelizusha sikitiko la familia nzima. Hawana raha kuiona tena ile harusi, kwa sababu mwana tayari ashapewa jangwa
Kwa nini kutokea yote hayo? Yote yametokea kwa sababu ya kukosa vipimo vya kisharia. Mke wa halali nyumbani, mume golo liko nje la mangamanga na warembo wengine. Si haki jamani, tunavyofanya si haki. Na ikiwa sisi ni aulia, ni mawalii wa maakhawati zetu, ni lazima tusimameni imara katika kuwaokoa akhawati zetu. Nasallallahu salam. Haya, hii sura imelingania kudhabiti eda ili nasaba zisipate kutangamana na muda usipate kuzidi, mwanamke akapatikana na madhara. Tayib, ikalingania hii sura kusimama katika mipaka ya Mwenyezi Mungu na kuacha kuasi amri zake. Watu wasimame katika mipaka ya Mungu, wa tilka hududullah zimetajwa katika hizi aya. Sura vile vile ikaja ikakusanya hukumu za eda, ikabainisha eda la mwanamke alokata tamaa kukatika kwa ile hedhi kwa sababu ya uzee ama kwa sababu ya ugonjwa, sharia ikaweka vifungu vyake. Eda la mtoto mdogo, sharia ikaweka vifungu vyake. Eda la mwanamke mwenye mimba ikawekwa kwa bayana iliyo mzuri na kwa mielekezo ambayo ni ya hali ya juu. Na katikati mwa hukumu hizi zilizotajwa za sharia, sura ilikuja kukariri uchamungu. Angalia ilivyoanza na ilivyokuja mpaka kuhitimika. Sura ikakariri kitu kinachoitwa uchamungu kwa kuambia mcheni Mwenyezi Mungu. Kwani kuambia mcheni Mwenyezi Mungu? Anchaye Mungu ni aloweka hofu kwa kutekeleza maamrisho yake. Asokucha Mungu ni alojifanya hamnazo kwa kuvunda sharia zake, na kuvunda sharia zake ni ukosefu wa hukuki zote anazostahiki kupewa mke wake akazikosa. Ucha Mungu hapo huwa umepotea. Sura ikakariri hivyo. Tena sura ilikariri bitarghibi tara, kwa kuhimiza mara nyingine, wa bitarhibi ukhra, na kwa kutisha mara nyingine, ili tu mwanadamu aweko katika ramani ya sharia, kwa kupewa raghaba kwenye jambo na wakati mwingine akapewa utisho, mkana kuambiwa usitoke kwenye laini yako, usitoke kwenye ramani hii, usitoke kwenye kipimo hiko. Lakini potelea mbali na yote hayo na kufukuzwa mwanadamu kinamna yote na kuchungiwa sharia kumkava yeye kwa kila upande, na akaihalifu hivyo ili dhulma zisipatikane kwa mmoja kati ya mume ama mke, kama jinsi sura ilivyoweka wazi masala ya makao. Mwanamke ni lazima umpe makao, lakini ajabu, huja mwanamke akaatwa, baada ya kuatwa ukamweka kwenye nyumba yako, si ni sawa hivyo? Wewe sasa ukatoka, ndio usimuulize kheri, usimuulize shari, ukamwacha tu hapo hapo tu kama mnyama ulomfungia. Ni machezo hayo hutokea pia yanayoyapata banati zetu. Wanafaka na chakula ikawa mwanamke kulalamika tu, hakuna chakula. Wewe waweza kutoka ukenda zako upacha hapo mwanamume wewe pale uangukapo tapichanapo, lakini ukawa huwezi kufikiri, ukala zikakushuka. Angalia mrembo wako Sheikh, huja akapika maaladha wa taba min at-ta'am, na njaa ikawa imenshika maskini ya Mungu, lakini akaona hapana, hata kila sitashiba kozuri mimi, muate mpaka huu bwana aje. Akakungoja, pengine ukaja kuchelewa kweli kweli, na yeye asiguse ile riziki. Ukija sasa mwanamke ajiandaa mbele, hata sisi kinda kamwe mimi, hata sisi kinda. Husikindani vipi? Ungeliendelea tu wewe, ungekula tu. Kwani hakujua yeye alopika si yeye? Kama ataka pale pale baada ya kufinika wali, si angepukua tu akala. Lakini ni masala ale kukuza huu mmea wa mapenzi na kudumisha ule utulivu wa ndoa ya asukuni aliyoitaja Mungu katika Qur'ani. Ndipo mwanamke wa watu akaketi na njaa mpaka usiku kungoja wewe kumbe huko umekwenda kupacha kibanda na marafiki zako, huku umepikiwa pishori ya Kenya kisawasawa, imekolea nazi kweli.
amekukaushia vitu, harufu hukupasua pua. Wewe kama umepata rafiki yako, umeingia kibanda, umekaza ndondo kwa mipumba bodo, umefahamiana, mpaka ichumbo limevimiwa na michicha kutanganya. Vibandani mambo yake ni mtanganyiko maalum. Kibandani waweza, wallahi billahi, kibandani waweza kuingia kama hukutazama vizuri, kile kikombe uliochiliwa nchicha ni hatari. Waweza ukawa huchafuna wewe, hukayua vitu, husikia shwichu, ukitema hivi mmende ametangamana na nchicha, mchwana hana wasiwasi, alikuvurugia tu. Mrembo wako kwa amekupambia vitu vizuri, wewe honda kuliswa mende vibandani. Ukirudi huko sema ungekula tu wewe, ungekula tu, hakuna wasiwasi wote. Si haki si hayatu zawjia. Hayatu zawjia Mtume mwenyewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikekecha kwa mbali katika kuwaona kwamba kwa haya ni maisha mengine, si maisha ya kikora, ni maisha ya kitulivu kabisa. Hayo pia hukosa wanawake, nafaka wakawa hawapati, na wakipata akikuhurumia kwa kukungoja, wewe hutaki kungojwa na yeye kwa sababu una yako. Sura ikaeleza haya. Angalia hii sura, kisha imehitimisha kwa kuleta matahadharisho ya mtu kukeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, kukeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu kwa kukhalifu hizi sheria. Kisha kukauka kwenyewe mipaka ya Mwenyezi Mungu, akapiga mifano ya al-umamul baghia, umma ambao ulikeuka mpaka, walokeuka mpaka wa maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na mwisho wao ulikuwa vipi. Kisha sura ikashiria uwezo wa Mungu wa kuumba 7 samawati tibaka, na kuumba ardhi 7, ambao ardhi 7 hakukutajwa katika Qur'ani, lakini kumetajwa katika sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na zote zikiwa ni huja za kuthibitisha wahdaniyatullahi tabaraka wa taala. Kutoka mwanzo mpaka mwisho sura ikawa imezunguka hayo. Ikaanza ya ayuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa, ikahitimisha wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma, kwamba sharia zote mulizowekewa na mipango yote ya ndoa muliowekewa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezunguka kwa ujuzi. Ajua wapi ulicheteka, wapi ulikusudia, wapi ulidhulumu, wapi ulisahau, wapi ulikosea. Allahu Subhanahu wa Ta'ala ahata bikulli shay'in ilma. Ndipo Mwenyezi Mungu kwenye aya za mwisho za kuifunga sura hii alianza kwa kusema wakaayin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli, ambao ni aya ya 8 katika suratu Talaq. Ni vijiji vingapi? Hii kusema ni vijiji vingapi ni kwa kuwa ni vijiji vingi. Ni vijiji vingapi? Wakaayin min qaryatin atat an amri rabbiha, tafsiri ni kwa kuwa wa kathirun min ahli alqarya, ni wengi katika watu wa kijiji, min al-umami salifa, katika umma uliotangulia. Atat an amri rabbiha wa rusuli, walikeuka amri za Mola wao na mitume yake, bimaana taghat, walikeuka mpaka, watamarradat ala awamirillah, wakakeuka mpaka katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wa awamiri rusuli, na maamrisho ya mitume yake. Natija au adhabu iliyowapata, fahasabnaha hisaban shadida, bimaana tukawalipa malipo ambao ni magumu kabisa. Waadhabnaha adhaban nukra, na tukawaadhibu adhabu ambayo ni kali sana, adhabu ambayo ni yenye kutisha, yafuku tasawur, ambao inakuwa juu zaidi kuliko wewe kuweza kuisawirisha hiyo adhabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya kukeuka mpaka. Hapa Sheikh Ash-Shinqiti katika tafsiri yake Adwaul Bayan fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an rahmatullahi ta'ala alayhi wa alaina, asema kwenye wakaayin, hii ni bimaana kam,
Wakaayin min qaryatin ni kam min qaryatin, ni vijiji vingapi? Kwa hivyo itakuwa ni wakathirun min ahli alqarya. Kisha hapa imesema wakaayin min qaryatin, makusudio ni ahli alqarya. Ahli alqarya, watu wa kijiji, si kijiji. Kijiji kuangamizwa, kusudio ni watu wake. Na wakati mwingine Mungu pia hueleza kama aya iliyoko katika suratu Yusuf, was'alil qaryata allati kunna fiha, kiulizeni kijiji tulichokuweko. Ukisimama kukiuliza kijiji, kijiji kitakujibu, lakini kusudio ni was'al ahlal qarya, waulize watu wa kijiji. Sasa hapa asema kaayin, hapa kwa maana ya kam min qaryatin, ni vijiji vingapi? Fahiya ikhbarun biadadin kathir, ni maelezo ya idadi kubwa, kwamba vijiji vingi vilikeuka mpaka na Mungu akafeka kabisa vijiji hivyo. Angalia kama jinsi tunavyowekewa wazi na aya nyingine. Maana ya aya itakuwa kathirun min qaryatin, vijiji vingi, atat an amri rabbiha, vilikeuka mpaka na amri za Mola wao. Kugeuka mpaka kwa maana vipi? Bimaana takabbarat wa taghat. Takabbarat, vilijikuza na kujikwaza kwa kiburi, wa taghat, na vikakeuka mpaka wa sheria. Watakaddama tafsiluhu lilmaana bilamthila washawahid, imechangulia tafsili yake kwa kuweka wazi maana ya mifano pamoja na ushuhuda kwenye neno la Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine. Hapa katika suratu Talaq asema wakaayin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban shadida wa adhabnaha adhaban nukra. Kwenye tafsiri ya aya nyingine Mwenyezi Mungu asema katika aya ya 45 suratul Hajj, fakaayin min qaryatin ahlaknaha, ni vijiji vingapi ambavyo tuliviangamiza. Kwa maana kuangamizwa kwa vijiji ndiko kuangamizwa kwa watu wenyewe. Hii ni aya ambayo katika suratul Hajj inaunga mkono aya ya 8 iliyoko katika suratul Talaq. Ni vijiji vingi ambavyo tumeviangamiza. Kisha Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine atuambia watilqal qura ahlaknahum lamma dhalamu, na hivyo vijiji tuliviangamiza wakati walipodhulumu. Ukidhulumu, mwisho wako wewe ni kuangamizwa tu. Hakuna mwisho wa dhulma ukawa ni mwisho mzuri. Ndipo pale mshairi mmoja asema la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira fadhulmu akhiruhu yatika bin nadami tanamu aynaka wal madhlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. La tadhlimanna, usidhulumu tena, usidhulumu kwa aina yoyote inayoitwa dhulma. Na hapa kutafsiri aya hii, dhulma ninayokusudia mimi nkudhulumiana katika maisha ya ndoa, mbali ya kuwa yaweza kuingia dhulma kwa nyanda zote, lakini kwenye hili munasaba wetu ni dhuluma katika swala la nini? La ndoa. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, usidhulumu ujionapo una uwezo. Fadhulmu akhiruhu yatika bin nadami, dhulma mwisho wake hukuletea majuto, mwisho wako utajuta wewe. Tanamu ainaka, macho yako yatalala usiku, utalala utoe koromo kwa sababu ushadhulumu. Lakini wal madhlumu muntabihun, mwenye kudhulumiwa uko macho hakulala tena. Yad'u alayka, anakuapiza. Wa ainullahi lam tanami, na jito la Mungu alifanyaje? Halilali. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, na Mtume asema ittaqi da'watal madhlumi, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa, kwa sababu dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia. Na kwenye da'watul mustajabat katika nidaur rayyan, katika ule mlango unaozungumza nyakati gani ambao hukubaliwa dua na ni wapi ambao wakiomba dua yao ni moja kwa moja, kwenye watu 15 kuliko sihi hadithi dua zao kuwa ni moja kwa moja, kuna da'watul madhlum.
maombi ya yule maombi ya mwenye kudhulumiwa. Ndipo na hapa Mwenyezi Mungu asema watilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu, na hivyo vijiji tuliviangamiza wakati walipodhulumu. Hii ni aya ya 59 katika suratul Kahf. Wanavyoni wa tafsiri wanasema bayanun li ashabi riasa, hapa pana ubainifu, ni bayan ya wale wenye riasa, wenye vyeo. Pana ubainifu kuwabainishia wale watu wenye vyeo, arriasa wa rijali siasa. Vile vile rijalu siasa ni wale watu wa siasa, watu wanaopenda siasa. Anna halaka dunia, vitabu vya tafsiri vinasema hapa mupo, lakini jamani, au tufunge darasa? Tuweza kufunga tukenda tukaangalia barabara huko, nani ameuliwa, nani amepigwa, tuna wasiwasi. Tufungeni. Toyo watilka alqura, hapa Mwenyezi Mungu kusema na hivyo vijiji ahlaknahum lamma dhalamu, tuliviangamiza wakati walipodhulumu. Wanavyoni wa tafsiri wasema aya hii inawabainishia wale watu wenye kupenda riasa. Watu wenye kupenda riasa, watu wenye kupenda utawala na ufalme. Tena aya hii inawalenga rijalu siasa, watu wa siasa. Wallahi nakala tumezitoa katika kitabu cha Ashinqiti Adwaul Bayan fi idahi alqur'ani bilquran, ili usitatizike ukaona pengine walengwa wanasiasa, au sivyo. Shika aya, na hivyo vijiji tuliviangamiza walipodhulumu. Wanavyoni wa tafsiri asema hii ni bayani ya kuwabainishia watu wa kupenda utawala, watu wa kupenda ukubwa, marais na rijali siasa, watu wa kupenda siasa. Wawekewa wazi jambo gani? Anna halaka dunia bifasadi dini, kwamba kuangamia kwa dunia kwa kuharibiwa dini. Namna utakavyoiharibu dini ndivyo jinsi dunia yako itakavyokuharibikia. Wa anna amna alqura, na kwamba amani ya vijiji, wa tumaninatil alam, na utulivu wa dunia, bilhifadhi ala dini, yote itatokamana na watu kuhifadhi nini? Dini. Wallahi Shinqiti amepata. President yoyote wa nchi yoyote atakapoamua katika utawala wake madharau ya kuidharau dini, hana cha kukikalia tena hicho kiti kwa sababu yoyote itakayotoka. Aina Hosni Mubarak, liannahu kana taghutan, alikuwa taghut, alikuwa la yurai alhuquq, harai huquqa raiyatihi, wala hachungi haki za yoyote ambaye uko chini yake. Kaifa kana masiruhu, mwisho wake umekuwaje? Angalia wanavyoni wa tafsiri hapa wamekuja kulichukua kwenye kuangamizwa kwa vijiji, kuangamizwa watu wake, kwa sababu mtawala siku zote madharau ya dini. Wallahi hatimaye ni wewe kuanguka. Shufu alana nchi nyingine zilizobakia, kina Yemen, kina Basharul Asad, wote hawa ni matwaghut, kwa sababu kuna wengine hawataki hata hijabul mar'ati almuslima, hawataki. Sasa utulivu uko wapi? Angalia wale hivi sasa ambao wao wanajidai kwamba kwa ni alqur'ania, kina Muammar Gaddafi, wapi utulivu? Utulivu uko wapi? Usitefute sababu nyingine. Sababu ya utulivu wa pahala popote ni riaya ya dini kwa mtawala. Ikipatikana madharau tu kidogo katika dini, hatima yako ni mbovu. Wanavyoni wa tafsiri wamechukua haya kwenye aya inayosema watilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu, 59 suratul Kahf, kwenye tafsiri ya Shinqiti inayosema bayanun li ashabi riasati wa rijali siyasati anna halaka dunya bifasadi din wa anna amna alqura wa tumaninatil alam bilhifadhi ala din, na halikuanguka hili. Ndipo hapa wanavyoni wakasema wa min huna kana al-amru bil ma'ruf
wanahyu anil munkar fi amati nnasi lilhifadhi ala dinihim. Hapa ikawa kuamrisha mema na kukataza maovu kwa watu wote kwa ajili ya kuhifadhiwa dini yao. Sasa angalia katika hii hayatu zawjia tulionao sisi katika suratul Talaq, ikiwa hakuna kumwamrisha mtu mema, kumkataza mtu maovu, huna kumwamrisha mke mema, kumkataza maovu, huna kumwamrisha mume mema, kumkataza maovu, maisha ya ndoa yatadumu vipi? Hayawezi kudumu. Ndio utaona kwamba kwa haikuanguka tafsiri yoyote iliyotafsiriwa aya kwa ijtihadi ya wanavyoni wema waliotuchangulia. Kisha asema wasalamati duniyahum, na ndiko kusalimika dunia yao. Hili la al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Asema fahammala ash-shari'u muhimmatahu lil ummati kulliha kullam bihasbihi bil yadi au bil lisani au bil qalbi. Mwenyezi Mungu aloweka sharia akaubebesha umuhimu wake kwa umma wote, kila mmoja kulingamana na uwezo wake. Munkar uondoshe kwa mkono, ama kwa ulimi, ama kwa moyo ambao ni adhaful iman. Tena kwa kusema wana tafsiri wa hadha al-akhiru adhaful iman, hili la mwisho la kuondosha munkar kwa kuchukia ni udhaifu wa imani. Lakini wasema wa ma'a dha'fihi, pamoja na udhaifu wake, fafihi al-ibqa'u ala dawami al-ihsasi biwujudi al-munkari ila an yaqdira huwa au ghayruhu ala taghyirihi. Mwisho akasema hivi, japokuwa hili la mwisho la kuondosha munkar kwa kulinyamazia lile jambo ni katika udhaifu wa imani, lakini kubakisha kudumu kwa zile hisia ya ule munkari kupatikana mpaka aweze yeye kuondosha, ama atoke mwingine apate uwezo wa kuondosha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabainisha mafhumia haya kwa bayani au kubainisha hali ya wale ambao tukiwamakinisha. Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asema alladhina immakannahum fil ardi aqamu ssalata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Aya 41 suratul Hajj. Angalia wanavyoona tafsiri hapa, naweza kusema wale ambao tukiwapa umakinifu ardhini husimamisha swala, tukiwamakinisha. Baadhi ya tafsiri nasema alladhina, wale ambao immakannahum fil ardi, tukiwapa utawala katika ardhi, tukiwapa utawala katika ardhi, aqamu ssalata, husimamisha swala, wa atau zakata, wakatoa na zaka, wa amaru bil ma'ruf, wakaamrisha mema, wa nahaw 'anil munkar, wakakataza na maovu, walillahi aqibatul umur, na mambo na maregeo ya mambo yote yataregea kwa Mungu. Tukiwapa utawala husimamisha swala, ina maana ule utawala ukapata tumanina, kwa sababu watawala kwanza walisimama kwa wajibu wao unaotakiwa nahwa rabbihim, ukapatikana utulivu. Lakini kinyume chake, alladhina immakannahum fil ardi, hayo yakikosekana, utulivu siku zote hukosekana. Na haya tumeyageuza kwenye maisha ya ndoa. Musitoke katika laini. Uadilifu pahala ukipatikana, amani itapatikana ama haipatikani? Uadilifu pahala ukikosekana, amani itafanyeje? Itatoweka. Maana ni hivi, kwenye nchi, ikiwa wewe hudai kudhulumiwa, haki zako umezipata kisawasawa, utanyosha mdomo kunena nini? Unalo la kunena? Wewe ukiangalia haki za upande wa kimasomo huna wasiwasi, haki upande za kiuchumi huna wasiwasi, mambo yote shwari. Raia awe amechiwa akilini na utawala, haki hata kukitokea mageuzi yoyote, wale raia ndio wanaosimama, kwa sababu sema mwataka kuleta uchefuzi na hali ya kuwa mambo makini. Ni kwa kuwa uadilifu umefanyeje? Umepatikana. Uadilifu ukikosekana ni kila mtu kulalamika na kila mtu kudai chake. Huyo atadai mimi nina kipande cha ardhi nilipokonywa kimabavu, mwingine asema mimi nina ardhi yangu na plani yangu na nikaruhusiwa kujenga, nimekuja kuvundiwa hivi sasa na hali ya kuwa na dokumenti zangu kamili. Wadai
Nilipovundiwa na serikali sikupewa haki yangu. Na ploti mimi kubwa, akatoka fulani akaiuzia serikali. Serikali ikenda ikajenga kambi za kijeshi. Wenye ardhi wasipewe haki hata kufucha machozi. Kila mmoja hapo takuwa hulalamika utulivu huko. Nyinyi msifikiri serikali ya Kiislamu ni serikali ya mchezo. Ni serikali ambao ni ya kisawasawa. Yule alomuona Umar amelala chini ya mti kwa burangeti lililotakalika na kushanuka shanuka la zamani, akawa ameifinika na uko koromoni, amelala utoa koromo na ni khalifa wa dunia nzima. Wallahi ilikuwa si jambo lingine, ilikuwa hana wasiwasi, hakuna mwenye kulalamika. Nani atalalamika? Na kila mmoja una haki yake. Allahumma kutokea tatizo silijui, na likitokea tatizo halijui. Akilijua Umar alikuwa akilia, asema kuna watu hapa hufana njaa na Umar na Amirul Mu'minin. Ni kile kisa cha ashabu dhaw, kisa cha wale watu Umar alokwenda kuwakuta mama amebandika sufuria na hapiki chochote kwa sababu watoto walianjaa. Umar akaenda katika Baitul Mal, kachukua cha kuchukua, akakibeba mwenyewe baada ya mjadala na bodyguard wake. Nipe mimi mbebe. Si nitabeba mimi, nipe mimi nikubebe. Mpaka Umar kukasirika, sema utabeba dhambi zangu siku ya Kiyama. Akanyamaza, akabeba Umar. Umar asiondoke, kansaidia mama kupika, mpaka chakula kikaiva, na akaketi kumsaidia kuwalisha watoto mpaka dakika za mwisho. Hii ni dalili ya kwamba kwa Umar alikuwa uadilifu ili hiyo amani ipatikane. Umar katika kuzunguka kwake, angalia turudisha kwenye haki. Suratul Talaq yatupeleka mbali ndugu zangu. Ni pale pale ninapokariri, tupimeni vipimo tulivyowekewa na Mungu kana wanaume, ili wanawake wa watu tusiwateseni. Umar azunguka usiku kuangalia hali ya raia zake iko namna gani. Usiku anazunguka, anafanya uchunguzi, kuna matatizo, hakuna matatizo. Apita kwenye nyumba, asikia malalamiko ndani ya nyumba, kwa sauti ya mrembo anazungumza haya ambayo yamenaswa na vitabu tofauti tofauti vya tafsiri. Mrembo asema tatawala hadha al-lailu wa zuwarra janibuhu wa laysa ila jambi khalilun ulaibuhu fa wallahi laula Allah la shakka ghayruhu la zu'zi'a min hadha as-sariri jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yakfini wa akrimu ba'li an tunala marakibuhu. Umar akasikiza, kasema lolote litakalotokea baada ya chungo hizi, mimi ni mas'ulu mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwanamke asema usiku umekuwa mrefu mpaka watisha pambizoni mwake. Sina ubavuni mwangu rafiki wa kucheza cheza na yeye, ambao mume wake uko katika kikosi cha jeshi chini ya utawala wa Umar. Mwanamke uko kitandani peke yake. Sasa hunena maneno kama hayo, na ni siku tu chache alipotoweka ule mume. Usiku umekuwa mrefu watisha pambizoni mwake, sina ubavuni mwangu rafiki wa kucheza na yeye. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye hapana shaka ni yeye tu Mola wa haki, dakika hii kitanda kingekuwa kikitetemeka. Lakini kwa kumwogopa Mungu, na haya zanitosha mimi, kwa sababu alhayau min aliman, na kumheshimu mume wangu tandiko lake lisipandwe na mwingine. Umar asema kwamba kwa mambo kumbe ni haya, aliandika barua, kikosi kirudi mjini kwa haraka sana iwezekanavyo. Akikusudia kikosi chote kikirudi, ule mume wa huyu mrembo pia katika kikosi, alirudisha jeshi mjini haraka, kwa sababu hatujui kwa kesho kutwa kutatokea nini. Ho ni mtu siku mbili tu. Angalia Umar, kwa nini arudishe kikosi cha jeshi mjini? Achunga kwamba kifanya blanda za kikosi kubaki huko, hapa takuwa mmeharibu haki katika haki muhimu ya mke kwa mumewe, ni haki ya kitanda. Na asha tangaza, ni haya tu zilizonizuia na hofu yangu wa kumwogopa Mungu. Lao si hivyo, kama kitanda hakikutetemeka kwa yeye mume wangu asili, kingetetemeka kwa mwingine kumpandisha jana. Kikosi kirudi tu, mwanamke apate haki zake. Sasa haya ikiwa amefikia hapo, sisi wanawake hututiliana mashada ya Yasmini, na kitanda mwanzo mpaka mwisho ikawa majani ya Yasmini tu na milangilangi, na kimefukizwa. Ukiingia waweza kufanya kifafa, kisha uenchwana ukiingia kwa kusikilolote.
usiki lolote. Umuate mwanamke amekufikishia hadi hiyo, uko tayari ushamaliza mambo yako barabarani. Wafikiri mambo ya kutafsiriwa tu hivi hivi, mambo takatukanyagwe sisi wanaume. Kuna wanaume wengine watakawakanyagwe, hawana mpango kabisa, hawana vipimo maskini. Hivyo ufikiri kuoa ni kwenda kuwekewa idishi la sima basi ya uvuche basi kisha muage mke wake ende zake. Ufikiri ni hivyo tu? Au ufikiri kuoa ni mwanamke iwe mpicha uivese nyumbani yake, humwendea mwanamke ukufanya atakao, na mwanamke akwambia nipe haki ama niache, mwambie kwamba hapana, wewe mimi najua kuoa tu, sijui kuacha. Ati manake wewe ni nchwa dini nno, wajua kuota, wewe hujui kwamba kuata ni abghadhul halali inda Allah. Kuoa Mungu amepakutukia, wataka kuatwa, basi sikuate. Kama waweza jiachishe wewe mwenyewe, aweza na sharia amruhusu, na waweza kuachishwa mwenyewe. Baada ya ukaenda ukamanga na warembo wa nje huko, na hisabuka ala Allah, hisabu wako mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sasa ndipo Umari pale akapata umakinifu wa kulala chini ya mti, mpaka sahibu Kisra akamwambia aminta lamma aqamta al-adla bainahu fanimta nawma qariri al-aini haniha. Aminta, umeaminika bwana Umari ulele. Yeye amesimama ushangaa, kwa sababu alitaka kupelekwa ikulu. Yeye nataka kumuona mtawala wa Kiislamu kule kwetu sisi Ufursi, mtawala na ulinzi mkali sana. Ikiwa huu ni khalifa wa dunia mzima, itakuwa ulinzi wake ni mkubwa zaidi. Basi hata akienda mkute huko chini ya mti, ewe rais ni huyo? Ni huyo rais. Mbona amelala chini ya mti? Akaambia ndio hivyo. Basi alichunga mashairi marefu, siwezi kuyatoa kwa sababu ya wakati, lakini mwisho alimwambia aminta, umeaminika, lamma aqamta al-adla bainahum, uliposimamisha uadilifu baina yao, fanimta nawma qariri al-aini haniha, ukalala usingizi wa starehe, usingizi wa raha. Hakuna mtu takuotea kupiga jiwe, hakuna mtu takupigia mkuki kwa kuwa amuotea rais mdhulumu. Hapana, kila mmoja amepata haki yake. Ndizo haki za mke zikipatikana katika maisha ya ndoa, wallahi nyumba huwa ni makini sana. Kisha sema thumma dhakara ta'ala al-umam allati kadhabat, Mwenyezi Mungu akataja umma ulokadhibisha, wa'atat na kukeuka mpaka, min qaumi nuhin wa thamudin wa lutin wa ashabu madyana wa ad. Qur'ani inasema kwa Adi alitumiwa ndugu yao Hud, kwa Thamud katumiwa ndugu yao Saleh, kwa Madian katumiwa ndugu yao Shuaib, kaumu Lut kapelekwa kwa wale watu wake, Firauna na kaumu yake wote ambiwa mtume dhalika min amba'il qura naqussu alayka. Hizo zote ni katika habari ya vijiji twakusimulia wewe. Ikiwa kwenye suratul Talaq Mungu asema waka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban shadida wa'adhabnaha adhaban nukra. Kwa hivyo kina kaumu Adi, kina kaumu Thamudi, kina Firauna na wenginewe, na kina kaumu Lut, aambiwa mtume dhalika min amba'il qura, hizo ni katika habari ya vijiji, nakusuhu alaika, tunakusimulia wewe. Kisha katika kukusimulia ili uangalie walidhulumika, walidhulumiwa ama walijidhulumu wenyewe. Mungu kasema wama dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum, hatukuwadhulumu lakini walijidhulumu nafsi zao, kwa sababu walikita kwenye vijiji wakakeuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, tukawaangamiza. Aya 101 sura Hud. Kisha akasema wakadhalika akhdhu rabbika, ndivyo ilivyo mshiko wa Mola wako akimshika mtu ama kijiji kwa adhabu. Idha akhadha alqura, akishikapo kijiji, wa hiya dhalimatun, na kikawa kimedhulumu, inna akhdhahu, hakika mshiko wake Mungu, alimu, ni wa uchungu, shadidun, tena ni mkali sana. Kijiji kitadhulumu, siku kitakapotiwa mikononi hakitotoka. Ni 102 suratu Hud. Na katika suratul Hajj aya 48 asema waka'ayyin min qaryatin, ni vijiji vingapi, kwa maana vijiji vingi, amleitu laha, Mungu mwenyewe asema nilivipa muhula vijiji kama hivi, nilivipa time kubwa sana kuwa pengine waweza kubadilika. Wa hiya dhalimatun, hali ya kuwa vijiji hivi vimefanya dhuluma, vimedhulumu.
lakini nikawapa time. Thumma akhadtuha, basi zitumie hizi nyakati nilizowapa kurudi nyuma, nikazikamata. Mwenyezi Mungu asema nikazikamata, wa ilayya almasir, na kwangu mimi ndio kurudi kwao. Tayib. Na katika sura aya 45 mwisho Mungu asema faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha, ni vijiji vingapi tuliviangamiza, wa hiya dhalimatun, hali ya kuwa vimedhulumu, fahiya khawiyatun ala urushiha, ikabaki majumba yao kuwa magofu, au makuti yake mabamba yake yakawa yameanguka kwenye ile misingi yake na majengo yao, wa bi'ri mu'attalatin, na visima vikawa vimeachwa na kutupwa ovyo na ilikuwa ni miji, wa qasrin mashidin, na mijumba iliyokita katika ardhi. Wazungu sasa huenda kutembelea, imekuwa sasa ni museum hiyo, na huambiwa kwamba kwa yalikuwa majumba yako kwenye ardhi, ni kwa sababu vilikeuka mpaka. Sasa kwenye kuhitimisha sura hii, Mwenyezi Mungu kafunga baada ya kuona ukhalifu wa masala ya talaka na ukhalifu wa masala ya eda na ukhalifu wa kukosa vipimo waume kwa wake zao, bali wake kwa waume zao, akawatisha Mwenyezi Mungu waja wake kwa kuwa mutahisabiwa na kila mmoja atalipwa, kwa kutupigia mifano avijiji vilivyodhulumu Mwenyezi Mungu alipovitia mikononi. Waka'ayyin min qaryatin, ni vijiji vingapi? Kwa maana kathiru min ahli alqarya, vingi katika vijiji, min alumami salifa, atat an amri rabbiha, vilokeuka mpaka amri za Mola wake, wa rusulihi, na wajumbe wake. Fahasabnaha hisaban shadida, tukawajazi malipo makali. Waadhabnaha adhaban nukra, tukaviadhibu adhabu ya kutisha. Fadhaqat wabala amriha, vikaonja mwisho wa kukanusha kwake, au vikaonja fadhaqat wabala amriha, vikaonja mateso a jambo lao hili la kukeuka amri ya Mwenyezi Mungu. Bimaana fadhaqat akibata kufriha, vilionja mwisho wa ukafiri wao, watughyaniha, na kukeuka kwao mpaka, watamarrudiha ala awamirillah, kukeuka kwao amri za Mwenyezi Mungu. Wakana akibatu amriha khusra, ikawa mwisho wa jambo lao ni kuhasirika. Aadda Allahu lahum adhaban shadida, Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali. Fattaqullaha ya ulil albab, mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili. Na wenye akili watu gani? Alladhina amanu, wale walioamini. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, hakika Mwenyezi Mungu amewateremshia nyinyi ukumbusho. Anzala Allahu ilaykum wahyan yutla, ayutla, mumeteremshiwa wahi ambao unasomwa. Rasulan yatlu alaykum ayatillah, mjumbe ambaye anawasomea nyinyi aya za Mwenyezi Mungu. Mubayinatin, zilizowekwa wazi, kama haya masala ya talaka jinsi yalivyowekwa wazi. Liyukhrija alladhina amanu, ili wawatoe wale walioamini. Wa amilu salihati, na wenye kufanya amali mzuri, matendo mazuri. Minadh-dhulumati ila nur, kuwatoa kwenye giza kuwapeleka katika mwangaza. Wa man yu'min billahi, na yoyote mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Wa ya'mal salihan, na akafanya amali njema. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atamuingiza kwenye pepo inaopita chini yake mito. Khalidina fiha abada, watakaa milele kwenye hiyo pepo. Kad ahsana Allahu lahu rizqa, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafanyia uzuri ruzuku zao peponi na kuwakundulia, kwa sababu ni milele, hawatotoka wala hawatakufa. Kad ahsana Allahu lahu rizqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha kahitimisha sura kusema Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye aloumba mbingu saba. Wa minal ardhi mithlahunna, na ardhi mfano wake, lakini saba kwa ardhi katajwa kwenye hadithi. Yatanazzalu al-amru bainahun, huteremka wahi baina ya mbingu na ardhi. Yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu, ili tumupate kujua, anna Allaha ala kulli shay'in qadir, wa Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Wa anna Allaha, na kwamba Mwenyezi Mungu kad ahata bikulli shay'in ilma, amezunguka kila kitu kwa ujuzi. Walita'lamu, ili mujue, annahu ta'ala, kwa yeye Mungu,
alimun bikulli shay, ni mjuzi wa kila kitu. La takhfa alayhi khafia, hafichiki kwake chochote chenye kufichika. Tumehitimisha hii suratu Talaq kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho, kwa sababu bado Ramadhani inaendelea, tutashika mada mahiyal usratu, familia ni nini? Ni nini familia, na familia huleta natija gani? Ili kwa familia, uanzilishi wa familia ni mume na mke. Sasa tuanze kudondoa masala yanayofungamana na nikaha na nikaha nyingine zile ndarandara za vitotoroni na nikaha nyingine za mutaa hizi zote takuja kuzieleza kwa ufafanuzi biidhnillahi alkarim kwenye hizi siku zilizobaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tutabaki na mada kesho, mahiyal usratu, familia ni nini. Tunamuomba tafarruqana min ba'dihi muayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subul salam wajannibna alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan.